Karibu mtazamaji katika kipindi cha Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Leo hii tuko katika kijiji cha Kipera, halmashauri ya wilaya ya Iringa, mkoani Iringa, tukiangalia maboresho ya mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Ipwasi Ndorobo. Halmashauri hii ni moja kati ya halmashauri zinazotekeleza mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bayoanuai. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi mtayarishaji na mtangazaji Henry Mabumo. Karibu. Kijiji cha Kipera ni moja ya kijiji ambacho wananchi wake ni wakulima wakubwa wa zao la mpunga kupitia skimu ya umwagiliaji yenye urefu wa zaidi ya kilomita 11. Kwa miongo kadhaa skimu hii ilikuwa imeharibika kwa kiwango kikubwa kwa kuwa na mivujo iliyochangia upotevu wa maji yanayotoka katika mto Ruaha mdogo na Ruaha mkuu na kusababisha kushuka kwa uzalishaji wa zao la mpunga kwa wakulima wa kijiji cha Kipera. Hatua hii iliwafanya wakulima wa mpunga waliokuwa wanalima katika bonde la kijiji cha Kipera kuondoka na kukimbilia katika maeneo yenye vyanzo vya maji kwa ajili ya kuendeleza shughuli za kilimo. Kutokana na dhima ya Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, hasa upande wa mazingira ni urejeshaji wa uoto wa asili, ikaona ina wajibu wa kufanya maboresho ya skimu hii ya umwagiliaji. Kwenye eneo hili, huu mfereji tunaoona ni skimu ya umwagiliaji ya Ipwasi Ndorobo. Mfereji huu una urefu wa kilomita 11 na hapo awali ulikuwa umeharibika sana kiasi kwamba iliwafanya wakulima wanaolima kwenye bonde hili huko chini Kipera waondoke warudi kwenye maeneo mengine yenye vyanzo vya maji vya uhakika. Sasa kwa sababu tunashughulika na urejeshaji wa mazingira na uoto wa asili, tukaona kwamba moja ya shughuli ambayo tunatakiwa tuifanye katika eneo hili ni kufanya matengenezo ama marekebisho ama maboresho ya mfereji huu. Na kupitia mradi huu tumejenga ama kufanya ukarabati takribani mita 3,000 ambazo ni takribani kilomita 3 ya maeneo yote yale ambayo yalikuwa yanapoteza maji, kiasi kwamba kuwafanya wale wakulima waliokuwa wananufaika na mradi huu waanze kuondoka kwenye skimu na kwenda kwenye kuvamia maeneo mengine. Na wakati tunaanza utekelezaji wa mradi huu, halmashauri watakuwa mashahidi, tulikuwa na wakulima wasiozidi 40 wanaofanya kazi kwenye skimu hii ya umwagiliaji kwa sababu maji yalikuwa ni machache sana. Lakini baada ya kuanza kutekeleza mradi kwa kilomita hizi 3 ambazo tumezijenga ndani ya skimu hii ya umwagiliaji wa Ipwasi Ndorobo, sasa hivi tuna wakulima zaidi ya 500 ambao wanafanya shughuli za kilimo. Kwa hiyo ile pressure ya kwenda kutafuta maeneo mengine, kufungua mashamba mengine katika maeneo mengine na kulima kwenye maeneo ya vyanzo vya maji, sasa kwa kuwa tumewekea uhakika wa maji, wengi wamerudi katika ile eneo. Na hadi sasa hivi tuna zaidi ya hekta 350 ambazo zinatumika kupitia mfereji huu wa umwagiliaji. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa kiasi kikubwa sana ile dhana ya kwenda kutafuta maeneo mengine, kufungua mashamba maeneo mengine sasa imepungua, na wananchi hawa tumewaleta pamoja kwa maana ya kufanya shughuli hizi katika eneo maalum ambalo lina skimu ya umwagiliaji.
sasa zimefikia hekta 350 zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha mpunga katika kijiji hiki cha Kipera baada ya ukarabati wa skimu ya umwagiliaji, na kasi ya kufungua mashamba katika maeneo mengine imepungua kwa kiwango kikubwa, sababu ikiwa sasa wanafanya kilimo katika maeneo yenye skimu ya umwagiliaji. Katika kuhakikisha wakulima hao wanalima kisasa na kupata mavuno ya uhakika, ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira imewapatia elimu ya matumizi bora ya maji kwa ajili ya shughuli za kilimo. Hajaishia tu kujenga hii skimu. Kule chini tumewafundisha hasa wale wakulima wa mpunga, tumewafundisha kile kilimo kinachotumia maji kidogo, eneo dogo, mbegu chache, lakini wanapata mazao mengi. Kwa Kiingereza tunasema system of rice intensification. Kilimo jadidifu. Kilimo jadidifu inatumia maji kidogo, eneo dogo, lakini anapata mavuno mengi. Kwa hiyo pamoja na hii ya kuboresha mfereji, lakini pia tumewafundisha hicho kilimo kinachowapa tija zaidi. Malengo ya matumizi ya teknolojia hii inayotumia maji kidogo na mkulima kujipatia mavuno mengi inatajwa ni kuwawezesha wakulima zaidi ya 500 waliopo katika ukanda huu wa bonde la kijiji ya Kipera kusaidia utunzaji wa maji bila kuathiri kiwango cha mavuno. Kwa hiyo unaweza kutumia haya maji kidogo ukawa na wakulima wengi wanaonufaika. Nimesema tuna hekta zaidi ya 350 katika hilo eneo ambalo linahudumia wakulima zaidi ya 500. Manake kama maji yangekuwa yanatumika kienyeji, manake tungekuwa na wakulima wachache na hekta chache. Lakini kwa kuwa tume introduce hii teknolojia ya kilimo jadidifu, inatumia maji kidogo lakini wanapata mavuno mengi. Kwa hiyo ile tunasema water efficiency agriculture, kwamba inasaidia kwanza kuconserve maji yenyewe yasipotee, lakini pili inawasaidia kupata mavuno mengi katika eneo ndogo, lakini maji wakiwa wametumia kidogo. Tukiangalia kwanza walikuwa wanalima zaidi kwenye kando ya mito, hasa Ruaha mdogo, lakini pia Ruaha mkuu. Lakini sasa hivi baada ya kuboresha huo mfereji, watu wote ambao walikuwa wanafanya shughuli zile ambazo sio endelevu na ni haribifu kwa mazingira wamerejeshwa kwenye skimu. Wamepata maeneo kwenye skimu na wanalima ndani ya skimu hiyo. Na nadhani mengi tutasikia kutoka kwa viongozi wa halmashauri, lakini pia na viongozi wa wakulima husika, kwamba namna gani kwa kuboresha mfereji na kuwafundisha hii teknolojia nzuri ya kilimo ambacho kinatumia maji kidogo, hii imesaidia kwa kiasi gani kupunguza pressure kwenye haya maeneo ambayo yalikuwa yanaharibiwa. Lakini pia kama unavyoona eneo la mto pamoja na tumehifadhi msitu, ni kwamba jitihada hizi sasa zinawatoa watu kwenye hizo shughuli ambazo sio rafiki kwa mazingira. Shughuli za ukataji wa miti kwa ajili ya mkaa au ukataji wa miti kwa ajili ya kuni zimepungua sana katika eneo hili, kwa sababu watu wote wanajua kwamba kumbe nikienda kutumia hii skimu ninapata mapato ambayo hata anza kufukuzana na serikali kuona kwamba anafanya shughuli za uharibifu. Kwa hiyo imetusaidia sana na uoto wa asili unarejea kwa kasi. Jitihada hizi za serikali ya awamu ya 6 zinazotekelezwa na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, kwa namna nyingine zimeondoa wakulima hawa katika shughuli nyingine za ukataji miti kwa ajili ya kuni, na wakulima wote sasa kuelekeza nguvu kubwa katika kilimo kutokana na kuwa na uhakika wa skimu hii ya umwagiliaji. Hili ni eneo mojawapo la msitu wa hifadhi ya Kijiji ambao lilitengwa kupitia mradi kama eneo la hifadhi, na sasa kwa kuwa sasa huku wamesitisha zile shughuli, ndio maana mradi ukaja na hii shughuli ya ukarabati wa mfereji ili kuwafanya watu wengi zaidi wasiingie kwenye shughuli za haribifu ambazo zilikuwa zinafanyika awali. Kwa hiyo
tunaamini kabisa kwamba kwa kuwajengea mfereji na kuendelea kuimarisha na kuendelea kuwapa ile teknolojia ya kilimo jadidifu ama system of rice intensification, itasaidia sana wao kuona kwamba kufanya shughuli hizi haribifu ni kupoteza muda. Wanapoteza muda na wanapoteza nguvu. Ni bora hizo nguvu wakazielekeza kwenye eneo ambalo limewekezwa na serikali kupitia mradi huu, ili waweze kupata mapato zaidi na wasiweze kusumbuliwa na serikali. Lefnedi Msamba ni afisa umwagiliaji wa halmashauri ya wilaya ya Iringa. Amethibitisha manufaa makubwa yaliyopatikana kutokana na maboresho yaliyofanyika ya kuzuia upotevu wa maji uliotokana na mivujo katika mfereji huu kwa muda mrefu. Suala la migongano ya wakulima inayotokana na kupungua kwa maji katika skimu za umwagiliaji ilikuwa jambo lililozoeleka na kuwa halina majibu ya uhakika. Msingi uboreshaji wa mfereji huu kupitia mradi umeleta tija nyingi, kwa maana kwa wakulima, lakini pia kwa halmashauri ya Iringa. Nikianza kwa wakulima ni kwamba awali kabla ya uboreshaji kulikuwa na upotevu mkubwa wa maji kutokana na kwamba mfereji umechoka ni wa muda mrefu. Na kutokana na hilo tatizo la kupotea kwa wingi kwa maji, ina maana kulikuwa na migogoro baina ya mkulima na mkulima. Lakini la pili, kutokana na kupotea kwa maji, wakulima hawakupata maji kwa wakati na kwa kiwango kinachotakiwa mashambani. Kwa hiyo tija pia ilipungua. Na kupungua kwa tija maana yake halmashauri inategemea mapato kupitia ushuru wa mazao. Kama tija shambani imepungua, ina maana kipato kiko chini na halmashauri inashindwa kupata mapato kupitia kilimo. Sasa kutokana na uboreshaji huu uliofanyika, kwanza upotevu wa maji kutokana na uchakavu wa mfereji umepungua, hali iliyopelekea maji kuongezeka mashambani. Kuongezeka kwa maji mashambani kumepunguza migogoro baina ya wakulima wanaotumia maji haya kwenye shughuli za kilimo. Na maji kuongezeka mashambani, pia tija ya uzalishaji kwa wakulima imeongezeka. Kabla ya ukarabati, mkulima kwa ekari moja alikuwa anaweza kuzalisha gunia 10 mpaka 12 za mpunga, kutokana na kwamba maji yalikuwa hayatoshelezi. Lakini kutokana na tija iliyoongezeka baada ya ukarabati, sasa mkulima anaweza kuzalisha gunia 15 mpaka 20. Hiyo ni matokeo ya kwamba maji yanapatikana kwa wakati na kwa kiwango kinachotokea, lakini pia ni matokeo ya teknolojia iliyofundishwa ya kutumia kilimo shadidi kama ni njia mojawapo ya kupunguza matumizi ya maji shambani. Sasa wakulima wengi hasa vijana wamejikita katika kilimo baada ya elimu ya uzalishaji kuongezeka hadi kufikia hekta 350 na mazingira yameboresha kwa kiwango kikubwa, hatua iliyorejesha matumaini kwa serikali ya kuwa kilimo kuendelea kuwa chanzo kikubwa cha mapato katika kijiji cha Kipera pamoja na halmashauri ya wilaya ya Iringa. Kabla ya ukarabati ni chini ya ekari 100, hekta 100 ambazo zilikuwa zinazalishwa kwa mazao mbalimbali, hasa kuwepo mpunga, mahindi, mihogo na miwa. Lakini baada ya ukarabati ndio tumefikia hicho kiwango cha 350. Matarajio yetu makubwa ni kuongeza kipato kupitia kilimo cha umwagiliaji, na hiyo itatokana na kwamba uboreshaji huu ambao tunafanya kimsingi tunafanya kwa kuangalia sehemu korofi. Tutaendelea kurekebisha hizo sehemu korofi, na mwisho wa siku hekta zote 500 ambazo zililengwa awali wakati mradi unaanzishwa zitafikiwa na maji. Na kufikiwa na maji hekta 500, maana yake wakulima wengi watanufaika zaidi na kilimo cha umwagiliaji. Swala la kugeuza vyanzo vya maji kuwa sehemu ya mashamba sasa limekuwa historia. Baada ya maeneo yaliyogeuka kuwa kame, sasa maji yamerejea kwa kiwango kikubwa baada ya maboresho makubwa yaliyofanywa na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira ya kurejesha katika hali ya kawaida mfereji huu. Kimsingi inaenda vizuri. Awali wakulima walishindwa kupata maji ya kutosha. Njia pekee ya kupata eneo bishi ili aweze kuzalisha ilikuwa ni kusogea karibu na kingo za maji. Lakini sasa kwa sababu maeneo makavu haya maji yanafika, hawaendi tena kufanya nini? Kulima jirani na maji na kukata ile miti ambayo iko kwenye eneo la hifadhi. Wengi wamerudi sasa kulima kwenye eneo ambalo limeshauriwa na linafaa kwa kilimo. Kwa hiyo mwenendo huu ukiendelea, eneo lile ambalo sasa ni hifadhi ya mto itaendelea kukua na kuwa imara zaidi. Mfumo wa serikali unaanza katika ngazi ya kijiji. Bwana Fragis Arias ndiye mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kipera. Anasema mfereji huu kwa mara ya kwanza ulitengenezwa mwaka 2002. Toka ulipoharibika mwaka 2015, mfereji huu ulikuwa na uchakavu mkubwa kwa zaidi ya miaka 7. Kwa muda mrefu huu mfereji umetengenezwa 2002.
Baada ya maji kufika, maji yalikuwa mengi, lakini toka 2015 mfereji ulikuwa na uchakavu mkubwa sana. Lakini tunashukuru toka mwaka juzi ofisi ya makamu wa rais imeweza kutupa fedha kwa ajili ya ukarabati. Kwa hiyo toka tulipoanza kukarabati mfereji, kwa kweli tatizo la maji yameanza kufika kwa wingi. Kwa sababu mwanzoni pale palikuwa pana wakulima wengi, lakini ilifika sehemu watu waliamua kuyaacha mashamba na kwenda kutafuta sehemu nyingine za kufanya kazi. Kwa hiyo tunaishukuru sana ofisi ya makamu wa rais, toka walipotoa fedha mfereji umekarabatiwa, lakini pia wananchi wamelima, na mwaka huu kidogo wakulima wamevuna, lakini pia wamepata kipato kuliko miaka mingine ya nyuma. Matumaini ya kuongezeka kwa uzalishaji sasa yanatarajiwa kurudi mahala pake, kama mfereji huu wenye urefu wa zaidi ya kilomita 11 ambapo sasa umekarabatiwa kwa zaidi ya kilomita 3 utaendelea kupeleka maji katika bonde la kijiji cha Kipera kama ilivyokuwa miaka 10 iliyopita. Kama hali itaendelea hivi na ukarabati unaoendelea, ninaamini kabisa mpaka mwakani uzalishaji utakuwa umerudi mahala pake. Kwa mfano, miaka 10 iliyopita huu mfereji tulikuwa tunaweza hata kuvuna gunia 2000 za mpunga, lakini miaka 3 nyuma huko, baada ya uchakavu wa mfereji, watu ni kama hata kupata gunia 500 tulikuwa hatupati. Kwani na hiyo imani kabisa, hiyo ofisi ya makamu wa rais kwa fedha walizotoa mwaka jana na fedha walizotoa mwaka huu, nina imani kabisa kuna maeneo makubwa sana ya umwagiliaji kule mbele. Tutaanza kuvuna na tutakuwa tuna kipato cha kutosha. Katika baadhi ya maeneo ukarabati wa skimu ya umwagiliaji bado unaendelea na mafundi wako mzigoni ili kuhakikisha hakuna mivujo wala upotevu wa maji na kuhakikishia wakulima wa kijiji cha Kipera uhakika wa maji kwa ajili ya kilimo. Maeneo ambayo ukarabati umekamilika hakuna kuchelewa. Maji yamefunguliwa kuelekea katika mashamba ili kuwawezesha wakulima kuanza kilimo, ikiwemo uandaaji wa mashamba. Skimu ya umwagiliaji ya Ipwasi Ndorobo ina wanachama zaidi ya 130 ambao sasa wanalima hekta zaidi ya 350. Ni kwamba mimi baada ya kuchaguliwa mwaka 2021 kwa awamu ya kwanza, kwa kweli mfereji ulikuwa hauzalishi tuseme, mpaka wakulima walihama kabisa kwenye skimu hii. Lakini baada ya ukarabati unaoendelea saa hizi, wakulima wamerudi na kwa msimu huu niseme wamezalisha, manake kipato kimeongezeka kutokana na ukarabati wa mfereji. Kimeongezeka kwa maana ya kwamba kabla hujakarabatiwa mfereji, wakulima walikuwa wanapata pengine gunia 5 au 6, lakini kwa sasa gunia 15 mpaka 20 wanapata, wameshavuna kwa msimu huu. Mwenyekiti wa skimu ya umwagiliaji naye ana mtazamo wake kuhusu mafanikio baada ya kukamilika kwa 100% ya mfereji huu. Mafanikio yatakuwa makubwa, yaani yatakuwa makubwa kwa sababu toka huko nyuma kwa kweli huu mfereji tulihesabia kama umeshakufa. Lakini kwa saa hizi nadhani hata wakulima wengine ambao walikuwa wamehama wakaenda kukodi mashamba sehemu nyingine, wenye maeneo wataendelea kurudi. Kwa hiyo hata kipato kitaongezeka. Ombi kwa serikali ni kwamba ninaomba serikali iendelee kutoa mafungu mengine zaidi, kwa sababu huu mfereji umejengwa kwenye milima. Sasa mimi ombi langu ni kwamba ungejengwa wote, yani ujengwe kama ulivyojengwa hivi. Nafikiri upotevu wa maji utapungua sana au pengine utaisha kabisa. Hilo swala ni la msingi sana, kwa sababu tunaendelea hata kuwaelimisha hata wakulima wenzetu kwamba watumie mbegu bora ambazo pengine zinatumia maji kidogo kuliko hizi, waondokane na mbegu hizi za zamani ambazo zinatumia maji mengi. Tunaendelea kwa sababu tuna afisa kilimo hapa naye anaendelea kuelimisha, lakini pia kuna shamba darasa ambalo huwa linafunguliwa kwa ajili ya kuwaelimisha wakulima. Lakini hajasahau kutoa shukrani zake kwa serikali ya awamu ya 6. Kwanza mimi nishukuru sana serikali ya Dr. Samia ambayo imeangalia huu mfereji kwamba una umuhimu wa kukarabatiwa ili wananchi waweze kuzalisha ndani ya mfereji huu. Kwa hiyo mimi naishukuru sana serikali na iendelee kutusaidia tufike mpaka tutakakofika, kwa sababu tunategemea maeneo makubwa yako huko mbele. Huku ni kama tutegea tu maji, lakini mashamba makubwa yako mbele zaidi. Kwa hiyo tunaiomba serikali iendelee kutusaidia
ili tuweze kufikia malengo, tufike kwenye maeneo makubwa ambayo yanafaa hata kwa kilimo cha umwagiliaji. Tupande miti ya matunda na miti ya kivuli. Ewe baba usichome moto misitu, usichome moto mapori. Hakuna mahali pa kwenda. Tanzania ni yenyewe tu, Tanzania ni yenyewe tu, Tanzania hakuna mahali pa kwenda. Yenyewe tu, Tanzania ni yenyewe tu, Tanzania hakuna mahali pa kwenda. Sisi tunasoma na mti, sisi tunasoma na mti, sisi tunasoma na mti kutunza mazingira. Mtazamaji, kufikia hapo ndio tumefikia mwisho wa kipindi cha Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo. Kumbuka katika kipindi cha leo tulikuwa katika halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa tukiangalia maboresho ya mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Ipwasi Ndorobo ambayo ni sehemu ya mradi wa urejeshaji endelevu wa mazingira na hifadhi ya bayoanuai Tanzania. Kumbuka, kipindi hiki kililetwa kwenu na Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Kwa muda wote ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wa kipindi hiki Henry Mabumo. Mpiga picha ni Furaha Eriabu, mhariri picha ni Noeli Lema. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukamilisha kipindi hiki tunasema asanteni na kwaherini nyote. Mungu alipotuumba